Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, juu ya kile ambacho kilichoweza kujiri hivi karibuni. Moja kati ya matukio makubwa kabisa ambayo yameweza kuzua mijadala mikubwa katika soka la Tanzania kwa kile kilichoweza kujili hivi karibuni, ambapo klabu ya Simba ikiweza kuhusishwa na yale ambayo pengine yanaweza kuja kuwa mazito hapo baadaye, huku ikielezwa kwamba shirikisho la soka hapa nazungumzia FIFA huenda likawafungia baadhi ya watu. Hapa nazungumzia pengine inaweza ikawa ni maisha, pengine inaweza ikawa ni kwa kipindi cha miaka kadhaa, kutokana na kile kinachoitwa upangaji wa matokeo katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, huku wadhamini wakitangaza kuweza kujitoa katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sababu ni nini? Utakwenda kujua hapa kila kitu kinachoendelea, ila kabla hatujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Bana, taarifa imekuwa ni kubwa mara baada tu ya mchezo ambao ulichezwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara kati ya Simba Sport Club mwenyeji dhidi ya Mashujaa FC, miongoni mwa mchezo ambao ulikuwa umebeba hisia za watu wengi kweli kweli kutokana na kile ambacho kilichoweza kutokea. Sasa kuna baadhi ya mambo ambayo yameweza kujili mara baada ya mchezo huo kumalizika, na matukio ambayo iliweza kujitokeza katika mchezo huo, ikiwamo dakika ambazo zilizokuwa zikiongezwa, pia unazungumzia na hata zile penalti ambazo zilizoweza kupatikana katika mchezo huo, ambapo zimeweza kuibua maswali mengi kabisa katika vyombo vingi vya habari, wakiweza kuzungumza yale ambayo yameweza kujili, ambapo mwamuzi ambaye alichezesha mchezo huo pengine anazidi kuingia matatani mara baada ya bodi ya ligi kuu ya Tanzania bara ikiweza kuwaagiza kamati ya chama cha waamuzi ambayo uratibu waamuzi wa mechi kufanya uchunguzi juu ya baadhi ya waamuzi kuwa wanachama wa vilabu. Tuhuma hizo zimeibuka baada ya kusambaa kwa kadi ya baadhi ya waamuzi wa mechi ya Simba dhidi ya Mashujaa kuwa na kadi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, yani wakiwa ni wanachama wa Wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo mwamuzi wa pembeni, yani landsman, ambaye anafahamika kwa jina la Neema Mwambani, ambaye ameonekana akiwa na kadi ya wanachama ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kitendo ambacho kikaweza kuibua maswali mengi. Kwa nini mwamuzi achezeshe huku akiwa na kadi? Hapa nazungumzia ya wanachama ya klabu ya hapa nazungumzia ya Simba Sport Club, ambapo huku akiendelea kuchezesha michezo ya Simba Sport Club. Kwa hiyo maswali yamekuwa ni mengi, huku inaelezwa ya kwamba kwa mujibu wa kanuni za chama cha waamuzi Tanzania FRATI, hairuhusiwi mwamuzi kuwa na kadi ya wanachama wa klabu yoyote ile, na ikibainika hivyo basi atafutwa kwa kile ambacho kimeweza kuonekana, na kadi hizo zimeweza kusambaa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Unaona bana, ukiweza kuona namna gani ambavyo kile kilichoweza kutokea katika mchezo huo. Anaandika hapa, nazungumzia Farhani, anasema ya kwamba ndio nimejua jana huko DM na WhatsApp watu wa mpira wanakuambia ukiona mechi ya Simba yupo mwamuzi fulani basi mpe Simba ushindi, weka hata ada, na wanakuambia ukiona mwamuzi fulani yupo kati mechi ya Yanga basi mpe Yanga ushindi, kivyo vyote vile. Alafu ndio unajiuliza kwa nini Azam abebi ubingwa, tuache unafiki basi. Unaona bana, akiweza kuandika kile kilicho
endelea katika yale ambayo yameweza kujili huko katika sakata hilo. Lakini anaandika mchambuzi wa soka hapa, anazungumzia Edo Kumwembe, anasema ya kwamba naambiwa kuna uwezekano kampuni za betting zikaziondoa timu za ligi kuu ya Tanzania bara katika mikeka yake. Wachezaji, waamuzi na watu wazito wanapanga matokeo, lakini pia wanafikiria kujitoa katika udhamini wa timu za ligi kuu ambazo wanazidhamini. Si unaona bana? Akisema sina comment katika hilo, nimeambiwa tu. Unaona bana, akiweza kuzungumzia kile ambacho kinachoendelea kwa sasa huko katika pia wadhamini ambao wanadhamini wamesema ya kwamba pengine waoni kama kuna faida ya kuendelea kubakia katika soka la Tanzania katika kuziweka timu upande wa betting, kutokana na kuonekana kuna upangwaji wa matokeo katika hapa nazungumzia ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ambapo kwa sasa mambo yamezidi kuwa ni mengi katika kuweza kuangalia namna gani ambacho kinachojili mpaka sasa, huku TFF na bodi ya ligi wanasema ya kwamba pengine hiki ndio kinachokwenda kutokea. Pengine unaambiwa mambo yanazidi kuwa ni mengi. TFF matatani, FIFA wametuma barua achunguzwe. Huku inaelezwa kwamba mdhamini mkuu wa Yanga ndiye mdhamini mkuu wa Mashujaa, pia kadhamini timu zaidi ya 8 ligi kuu. Sheria ipi iliwaruhusu hawa kuweka udhamini wa namna hii? Taarifa za FIFA, kuna mechi 6 zinatakiwa kufanywa uchunguzi. Kuna viashiria vya upangaji wa matokeo ambavyo vimeainisha bayana. Uchunguzi unatakiwa kufanyika ili kujiridhisha kama ni kweli kulikuwa na upangaji wa matokeo. Fundi unaweza kushuhudia namna gani ambavyo FIFA watakwenda kuweza kulifanyia sakata hili uchunguzi. Ukulungu la FIFA huwa linatua kama ukiweza kubainika, ambapo timu kushushwa madaraja 3 chini basi na kukatwa pointi, viongozi husika wakipigwa longo la kutokujihusisha na soka kwa baadhi ya hapa nazungumzia kwa baadhi ya viongozi, pengine wanaweza kawekwa pembeni kwa kile ambacho kimeweza kutokea. Unaona bana, viashiria vya upangaji wa matokeo vipi vinakuwa wazi, inajulikana sio katika ligi daraja ya pili, hata huku juu ni vile naona watu wanashindwa kufanya kazi zao. Ukijaribu kuwapigia TAKUKURU wanakuambia tunalifanyia kazi. Unaona bana, kwa hiyo inaonekana pengine TAKUKURU wanashindwa kuweza kutoa hapa nazungumzia namna ya kuweza kuangalia kuhusiana na kuweza kutoa hukumu kwa kile ambacho kinachoendelea mpaka sasa hivi, ambapo mambo yamekuwa ni mengi. Kila mmoja amekuwa akiendelea kumbana mwenzie, huku wengine wakibana waamuzi wakisema ya kwamba wananunuliwa na upande wa Simba Sport Club, huku inaelezwa wengine wakilalamikia upande wa GSM kudhamini timu zaidi ya 8 katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo pengine sakata hili linazidi kuchukua sura mpya kila kukicha. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana